Wengi ambao tuliokuwa tukiwakamata katika operation zile, wengi ni vijana kutoka Tanzania bara, hatujawahi kuwakuta hasa vijana wa Kizanzibari katika maeneo yale, kwa sababu mara nyingi tunapowakamata, tunapofanya operation, wakipelekwa polisi, siku ya pili moja kwa moja huwa wanapelekwa mahakamani, kwa sababu na ule ushahidi hata na yale mavazi ambao aliyoyavaa. Ningependa kumuuliza swali moja la nyongeza lenye kipengele A na B kama ifuatavyo. Kwa kuwa amekiri katika majibu yake mama kwamba hakuna sheria yoyote inayoruhusu kufanyika biashara hii, na kwa kuwa biashara hii imekuwa ikishamiri Zanzibar na kuharibu mila, desturi na silka ya kwetu hapa, je, serikali sasa ina mkakati gani katika kuhakikisha maeneo haya ambayo yanafahamika kufanya biashara hii kwamba yanazuiliwa au kunawekwa mipango maalum ya kudhibiti jambo hili lisiendelee? Na B, ni ipi tathmini ya watu ambao wanashiriki katika biashara hii hapa Zanzibar, na je ni Wazanzibari au ni watu kutoka nje ya Zanzibar? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruhusa yako naomba kumjibu masuala yake ya nyongeza yenye kifungu A na B Dr. Mohamed kama ifuatavyo. Mheshimiwa, mkakati tunao, na mkakati ambao tulikuwa nao, kwanza kufanya operation katika hayo maeneo ambayo yana viashiria vya hiyo biashara ya ukahaba. Nadhani katika nyakati mbalimbali kwa jeshi letu la polisi kwa kushirikiana na idara maalum wanafanya operation na huwa inawakamata na kuwapeleka mahakamani. Kwa hiyo mkakati ambao uliokuwepo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kufanya operations za mara kwa mara katika maeneo hayo ambayo yanafanywa biashara hiyo au yanadhaniwa kufanya biashara ya ukahaba. Changamoto tulikuwa nayo, Mheshimiwa Spika, kwamba biashara hii sio kama wana ofisi au wana nyumba ambazo wanafanyia hizo biashara. Biashara zao wanafanya barabarani. Kwa hiyo wakati mwingine kumkamata mtu anapita barabarani bila kumkamata na ushahidi fulani inakuwa ni changamoto moja, lakini mazingira hasa ya mavazi ndio yale mazingira ambayo yanayotufanya tunamtuhumu mtu alafu tunakuwa tunamchukulia zile hatua za kisheria. Kwa hiyo, na kama utaangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka hivi karibuni hiyo hali kidogo imepungua ukilinganisha na ile miaka ya nyuma, hasa kwa hizi operation za mara kwa mara ambazo tunazozifanya. Na swala lake B anasema kwa tathmini hao watu wanaofanya hii shughuli wengi wanatoka wapi? Wanatoka bara au wanatoka Zanzibar? Mheshimiwa Mwenyekiti, wengi ambao tuliokuwa tukiwakamata katika operation zile, wengi ni vijana kutoka Tanzania bara na wengine hata Kenya. Kwa hiyo hatujawahi kuwakuta hasa vijana wa Kizanzibari katika maeneo yale, kwa sababu mara nyingi tunapowakamata, tunapofanya operation, wakipelekwa polisi, siku ya pili moja kwa moja huwa wanapelekwa mahakamani, kwa sababu na ule ushahidi hata na yale mavazi ambao aliyoyavaa. Kwa hiyo mavazi kama yale kwa vijana wetu wa Kizanzibari sio rahisi kuweza kuwakuta, lakini wengi ambao wanaofanya shughuli kama zile wanakuwa ni wageni, na wengine ukiwauliza hata pale pahala anapokaa hapajui. Kwa hiyo mara nyingi watu kama wale tunawafanyia utaratibu wa kuwarejesha kule wanakotoka. Asante sana.